It's about to get good music. Hiki ndicho ambacho kilikuwa kikisubiriwa sana kwa hamu na mashabiki wa muziki mzuri, hasa wa rapper Kanye West, kutokana na tension ambayo alikuwa ameitengeneza rapper huyu kwa wiki hii juu ya ujio wa albamu yake ya 10 kwenye career yake ya kimuziki ya Donda, ambayo ilitakiwa kutoka Julai 23 mwaka huu. Tuliona mengi kabisa katika kuelekea kuachia album hii. Tuligundua ni wasanii gani ambao watahusu kwenye album hii. Tuliona pia kwa mara ya kwanza ifanya album listening party ambayo ilifanya kwa siri sana, though baada ya muda ikameza kuerupt na watu kafahamu, na hapo ndipo ikafahamika kabisa kuna rappers ambao watahusu hasa wa genre ya muziki wa sasa hivi kama kina Lil Durk, Lil Baby, kina Travis Scott, Tyler the Creator, Post Malone na wasanii wengine pia. Usiku wa Alhamisi pia aliweza kutengeneza rekodi kwenye historia yake ya kimuziki kwa kujaza uwanja wa Mercedes-Benz wenye uwezo wa kubeba watu 70,000 na kusold out tickets zote na kujaza umati mkubwa wa watu. Haikuwa show, it was just listening party ya album hii ya Donda, ambayo pia iliweza kutengeneza tension kubwa zaidi baada ya kuipiga moja ya single ambayo aliyomshirikisha alikuwa rafiki yake mkubwa sana kabla ya kuzozana na kutokuelewana kwa muda mrefu, rapper Jay-Z, kupitia single ya Donda. Mara ya kufanya album listening party, masaa kadhaa tulitakuwa album hii kutoka rasmi, na tuliona pia kupitia Twitter mashabiki wa rapper huyo walikuwa kilalamika kwamba wamekaa kwa muda mrefu sana usiku mzima wamekesha kutizama kwenye maduka mbalimbali ya kimuziki kuona kama album hiyo imeshatoka Donda Bad. Mpaka kuna kucha album hiyo ilikuwa haijatoka. Taarifa juu ya ujio wa album hii ya kwamba ingetoka Julai 23 zilitoka chini ya Def Jam Records, ambao ndo wasimamizi wa muziki wa rapper Kanye West, na ilikuwa imeaminika hivyo kabisa kwamba album hiyo ingetoka katika tarehe hiyo, yani Julai 23, siku ya Ijumaa. Ukiachana na rapper Jay-Z kuhusika kwenye hii album ya Donda, kitu kingine ambacho kilikuwa ni positive sana ni kusikika kwa moja kazi ambayo rapper Kanye West alimshirikisha marehemu Pop Smoke. Hivi majuzi album ya Pop Smoke ilitoka ya Faith, na kitu positive pia, kwa mara ya kwanza rapper Kanye West kamehusu kwenye moja ya single ambayo alishirikishwa kwenye hii posthumous album ya pili ya marehemu Pop Smoke ambayo ilitoka chini ya uangalizi wa Victor Worldwide. Sasa story mbaya kwa mashabiki wa game ya rap, mashabiki wa game ya rapper huyu Kanye West ni kuwa album hii haijatoka, na taarifa za sasa ni kuwa album hii itatoka rasmi mwezi Agosti tarehe 6 na sio tena Julai 23 kama ambavyo ilikuwa imepangwa. Aliyepewa mamlaka kutangaza juu ya kuahirishwa kutoka kwa album hii Julai 23 na kwamba itatoka rasmi mwezi Agosti tarehe 6 ni Justin LaBoy. Huyu ni podcaster kutokea pale State ambaye kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika hayo. Kama ufahamu tu, Donda album hii inakuwa ni mara ya 3 kuahirishwa kutoka, kwani mwaka 2018 album hii rapper Kanye West itakuwa kuiachia Bad. Haikuwa hivyo, na akasema kwamba ameipa nafasi album ya Lil Wayne ya The Carter 5, na baada ya hapo hakuitoa. Ikaja kutangaza kuwa album hii itatoka mwaka 2020 mwezi Julai kama huu, lakini haikuwa hivyo. Hivi majuzi pia akatangaza kwamba album hii itatoka rasmi Julai 23 na ijawa hivyo, na sasa tusubiri mpaka mwezi Agosti tarehe 6, kwani Justin LaBoy amesema kuwa Kanye West amesema anataka kuwapa mashabiki zake kitu ambacho ni kizuri na bora kwenye muziki wake. Mashabiki sasa hivi kupitia kwenye mitandao ya kijamii hasa Twitter wamekuwa wakisema kwamba huenda ukaribu wake wa sasa na rapper Jay-Z ikawa ndio chanzo cha album hii kukawia kutoka, kwani huenda kama ameshauriwa hivyo na rapper Jay-Z mwenyewe. Get ready for some magic kwa album hii ambayo itakuwa na mjumuisho wa rappers kama Jay-Z, Travis Scott, Baby Kim, Don Toliver, Pusha T, Playboi Carti, Lil Baby, Lil Durk, Rod Rich, Pop Smoke, Von C na wasanii wengine. Hapa ni SNS, mini Gen Man.